Naitwa Kalungu Psychomotive, mtaalamu na mbobezi wa masuala ya kisaikolojia. Hivi unajua ni dalili zipi ambazo ukiziona kwa mumeo, moja kwa moja utajua ya kwamba utafahamu alikuoa kwa kulazimishwa? Sasa kaa kwa kutulia, maana leo utakwenda kufahamu ni zipi dalili za mumeo kukuoa kwa kulazimishwa. Kitaalamu wa kisaikolojia, mahusiano yamebeba nafasi kubwa sana au sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu. Na mnapoingia kwenye mahusiano ya muda mrefu ambao ni ndoa, commitment, manake mnakuwa na maazimio pamoja na maagano mengi sana. Sasa leo nataka nizungumzie dalili kama 8 hivi ambazo ukiziona kwa mumeo, moja kwa moja ujue ya kwamba alikuoa kwa kulazimisha, au pengine ulimlazimisha na wakati mwingine pia muda ulikuwa bado. Dalili ya kwanza au ishara ya kwanza ni yeye kuendelea kuishi maisha ya kibachela ili hali ni mumeo. Hakuna kitu ambacho kinamkera sana mwanamke kama endapo akiona mumewe anaishi maisha ya kibachela. Anachelewa kurudi nyumbani, anakuwa na marafiki wale wa kipindi kile, lakini vile vile pia anakuwa na tabia fulani ambazo sio za kiwanaume. Anakuwa na tabia nyingi sana za kivulana. Nikisema kibachela nazungumzia pia hata muonekano wake, mtindo wa mavazi unakuwa ni ule haubadiliki. Lakini pia ishara ya pili ambayo inaashiria ya kwamba huyu mwanaume alilazimishwa kukuoa wewe, hajali chochote kuhusu wewe. Hakuna kitu kinachoumiza sana hisia kama endapo ukiwa na mwenza ambaye hajali chochote kuhusu wewe. Nikiwa na maana ya kwamba hafikirii na wala hawazi. Uwe unaumwa hajali, uwe unampigia simu hajali, uwe unamwambia mambo yako hajali. Yaani ni mtu wa kupuuzia. Hiki nacho pia ni ishara mojawapo ya kwamba huyo mtu alilazimishwa kuolewa na wewe, au pengine ulimlazimisha akoe mapema kabla ya wakati. Unajua kuna muda pia kuna pressure ya wanawake, wanakuwa natamani kuingia kwenye ndoa mapema, na hii inawafanya wanaume waweze kufanya maamuzi magumu ya kuweza kukamilisha zoezi hilo ili kuweza kuthibitisha kwamba wanawapenda kweli. Sasa ishara ya tatu ya kwamba huyo mumeo alikuoa kwa kulazimisha, hakushirikishi mambo yake. Kuna namna ambavyo wanaume huwa wanafunguka kwa watu ambao wanawapenda. Ndio maana mwanaume anakapompenda au anapompenda mwanamke au binti, huwa halazimishwi wala kukumbushwa majukumu ya kufanya. Yeye anafanya tu kwa upendo, kwa sababu inakuwa ni sehemu ya msukumo wake. Yaani kumpenda mtu kunakuwa kuna msukuma yeye kuweza kutimiza na kutekeleza wajibu wake bila kukumbushwa. Sasa ukiona yeye anakuwa kushirikishi mambo, anakuwa msiri sana, hii pia ni mojawapo ya changamoto kubwa sana. Wanaume wengi ambao hawashirikishi wenza wao hawawapendi. Yaani ukiona mwenza wako hakushirikishi mambo yake au mumeo, ujue kabisa hakupendi. Jambo lingine, ishara ya 4, mumeo pengine alilazimishwa kuoa mapema, hakuhudumii. Kuna muda au kuna wakati mwanaume anaweza akawa hakuhudumii, hakupi pesa, hakupi fedha, hakupi chochote, kwa sababu anaona we bwana pengine unajitosheleza, au swala la ndoa lilimaliza mgogoro wa kihisia uliokuwa unahitaji. Kitu ambacho wanaume wengi hawakijui ni kwamba mwanamke hahitaji kueleweka, anahitaji tu kupendwa. Sasa kile kitendo cha yeye kuweza kukamilisha swala la ndoa, harusi na nini, inaweza ikahesabika kwa kwamba kamaliza mzigo aliokuwa anakumbushwa kila wakati. Kwa hiyo anaweza kaacha kabisa kukupenda, kwa sababu anaona now I'm done, sina kingine cha kufanya. Ukiona hii manake ujue alilazimishwa kuweza kuingia kwenye ndoa kabla ya wakati. Jambo lingine ni kwamba hakutetei kabisa. Hii ni ishara ya 5, hakutetei. Ukiona mumeo hakutetei kwenye chochote, yaani kikisemwa kitu na ndugu zako, pengine wakwe, yeye moja kwa moja anachochea, ni kweli huyu yuko hivi na hivi na hivi, basi ujue hapo una mume, huyo mume hakupendi na alilazimishwa kuweza kuingia kwenye ndoa na wewe, lakini moyo wake ulikuwa mbali sana. Kwa hiyo moja kwa moja uelewe ya kwamba una jukumu kubwa sana la kuweza kuamua na kutafuta mbinu ya kuweza kusaidia mahusiano yako yasizame. Ishara nyingine ni kwamba hataki kabisa kuongozana na wewe. Unajua mwanaume ambaye anakupenda, hata kama una kasoro kiasi gani, hawezi kuonea aibu. Sasa ukiona mumeo anakuonea aibu katika mambo mengi, simaanishi pengine aibu ya chumbani, aibu ya kuna jamii, aibu ya barabarani, maeneo fulani, haongozani na wewe, haambatani na wewe, au pengine anakwepa, hiyo pia ni ishara ya kwamba huyo bwana sio sahihi kwako. Ailazimishwa tu kuweza kufanya maamuzi, na wakati mwingine kwa sababu ya heshima ya wazazi aliamua ili mwisho wa siku asije
akawakwaza wazazi wake. Na ndio maana kuna watu wengi sana wameingia kwenye mahusiano ambayo ni toxic au sumu kwa sababu ya msukumo wa wazazi. Mmepata watoto, hatutaki kuwaona mkitengana, inabidi malizie hii safari nyote kwa pamoja. Sasa unakuta pengine ilitokea dharura, lakini kwa sababu ya hamasa ya wazazi unajikuta inabidi muingie kwenye mahusiano ya muda mrefu, lakini mnakuwa hampendani, na hiki ndicho ambacho huwa kinatokea kwenye mahusiano huko mbele ya safari. Lakini pia ishara nyingine ni kwamba anakuwa anakudhalilisha. Mwanaume ambaye lazimishwa awe na wewe anakuwa hana heshima na wewe, hakuheshimu. Hana heshima na wewe. Anaweza akakudhalilisha muda wowote, wakati wowote. Nikiwa na maana ya kwamba anaweza akakutukana mbele ya watu bila kujali, anaweza akakusema vibaya, anaweza akakusema usipokuwepo. Yaani kifupi ni kwamba anakuwa hakufurahii na haioni thamani yako. Hiki ni mojawapo ya kitu ambacho kinaumiza sana hisia za wanawake wengi sana. Lakini pia ishara ya mwisho ya kwamba huyu mwanaume pia lazimishwa kuolewa na wewe, ni kwamba anakuwa hawezi kabisa kukusifia. Unajua raha ya mahusiano ni kusifia ulichonacho, sifia cha kwako. Sasa unakuta tangu akuoe hajawahi kuambia nakupenda, au pengine nakupenda mke wangu, nakupenda nani, sweetheart. Hakupi maneno matamu. Yaani hujawahi kusikia maneno ya kufariji kutoka kwake. Unajua kuna muda au kuna wakati, kuna ile hali ya mwanaume kujikaza kuzungumza. Sisi sio watu ambao ni romantic kila muda. Wanaume wako tofauti kidogo na wanawake. Kwa hiyo hata kama akiwa busy kiasi gani na majukumu, lakini kuna ile namna ya kuweza kuonyesha reciprocity kwamba najali, namjali mke wangu, namthamini, kumsifia kidogo. Wewe unasuka vizuri, unapendeza, akwambii umependeza, umevaa vizuri, akusifii, una muonekano. Yaani yeye kila anachokiona kwako ni makosa. Maana yake ujue huyo mtu hakupendi. Nyongeza, anakupiga, na wakati mwingine pia anakuwa anakutukana na anakutishia kukufukuza na haogopi kukupoteza. Ukiona pia mwanaume anakuwa na hizi tabia ambazo nimezorozesha kwa mwishoni hapa, basi ujue alilazimishwa kuwa na wewe. Anaweza kaigiza mwanzoni kwamba yuko sahihi, lakini baada ya muda unaweza ukashangaa jinsi ambavyo anavyobadilika. Shauri wangu kwenye hili, unapoona mwanaume anaonyesha dalili hizi za kutokupenda, ni vizuri sana ukafanya tathmini. Na tathmini yako lazima iwe na ukomo. Na huo ukomo uwe na maazimio ya moja kwa moja. Unajua mara nyingi amani inatafutwa. Sasa kuna muda unapokuwa unatafuta amani lazima ufikwe na maumivu. Kwa kama ukiona hamwendani, na kama ukiona huna furaha, na kama ukiona huna amani, basi ni vizuri muachane kwa amani, kwa sababu Mungu anachukia kuachana. Mimi ni Mkristo, Malaki 2:16 anasema Mungu anachukia kuachana. Lakini kuna muda, kuna wakati kama inabidi fanya. Elewa yako mengi sana ambao unayapitia, na kuna changamoto nyingi sana ambazo zinakuzonga kihisia. Mimi nisizungumze sana kwa sababu una imani katika hiki ambacho nimekizungumza hapa leo, utakwenda kufanya tathmini mwenyewe na kujua namna gani ambavyo unaweza ukapiga hatua. Huu ni mwanzo mzuri, yako mengine mengi mazuri ambayo yanafuata baada ya haya. Kwa hiyo endelea kutufuatilia The Torch ili uweze kujifunza mengi. Naitwa Kalungu Psychomotive. Lakini kama unahitaji kujifunza zaidi kutoka kwangu, unaweza kutembelea majukwaa yangu ya kijamii Kalungu Psychomotive. Lakini pia vile vile kama unahitaji ushauri wa moja kwa moja, namba yangu ni 0755 25 60 39. Sina la ziada. Kwa heri.